Naam, mtazamaji wa Anuari TV, karibu sana kwenye kipindi cha The Golden Boot, sehemu ambako tunakwenda kuangazia habari za kimichezo kitaifa na kimataifa. Na kwa siku ya leo tunakwenda kuangazia mchezo wa klabu ya Simba dhidi ya Singida Black Stars katika mashindano ya kombe la Sekafa Kagame, mashindano ambayo yanaendelea huko nchini Rwanda, na mechi hii itapigwa majira ya saa 2 kamili usiku katika uwanja wa Amahoro huko katika mji wa Kigali nchini Rwanda. Huu ni mchezo ambao unakwenda kuwakutanisha timu hizi mbili kutokea nchini Tanzania, na wote wamekuwa wana ile rhythm ya kufanana na wanajuana kwa kiasi kikubwa, licha ya kwamba kila timu imeingia kwenye haya mashindano kwa asilimia kubwa ikiwa ina nyota wapi ambao wameshaanza kuyatumia kwenye haya mashindano moja kwa moja. Tukianza na Singida Black Stars ambaye yeye kwenye huu mchezo anaingia akiwa na faida takribani 3 kubwa katika huu mchezo. Kwanza, anaingia akiwa ana ile winning mentality. Mechi yake ya mwisho alipata ushindi goli 4-1 dhidi ya Mogadishu City, lakini kwa upande mwingine anaingia kama vile bingwa mtetezi kwenye haya mashindano, jambo ambalo linamtengenezea mazingira mazuri ya kuweza kupigania kile ambacho yuko nacho kwa mchezo wa siku ya kesho katika uwanja wa Amahoro huko katika eneo la Kigali nchini Rwanda. Lakini pia anaingia kwenye huu mchezo akiwa bado matumaini yapo, tofauti na Simba ambaye yeye tayari kwenye haya mashindano amekwisha ondoshwa na hatakuwa na nafasi nyingine tena ya kuendelea katika hatua zinazofuata mara baada ya kushuhudia kwa siku ya jana Al Hilal Omdurman sambamba na Rayon Sport wakifikisha alama 6 kwa umoja wao, jambo ambalo limemnyima Simba nafasi ya kuendelea kubakia kwenye haya mashindano moja kwa moja. Kwa hiyo Singida Black Stars anaingia kwenye huu mchezo akiwa ana nafasi kubwa ya kuibuka na ushindi, na pengine ni mchezo ambao tunakwenda kutarajia kushuhudia ubora mkubwa katika baadhi ya maeneo, hasa katikati mwa uwanja na katika maeneo ya kushambulia. Klabu ya Simba hadi hivi sasa bado wameonekana kutokuwa bora katika upande wa finishing, kwa maana upande wa kumalizia nafasi zile ambazo wamekuwa wakizitengeneza takribani kwenye kila mchezo, jambo ambalo linawawia ugumu Simba katika upande wa kufunga mabao. Hadi hivi sasa ndio timu pekee kwenye haya mashindano ambayo haijafunga bao lolote. Unaweza ukawa naona jinsi gani ambavyo Simba imekuwa haina ubora mkubwa, hasa katika upande wa kupachika mabao dhidi ya mpinzani ambaye ni Singida Black Stars. Ameshafunga magoli 4 hadi hivi sasa, huku akiwa ameruhusu mabao 3 ya kufungwa moja kwa moja. Kwa hiyo ni mechi ambayo tunaiangalia katika muktadha wa aina hiyo, kwamba kuna timu ambayo tayari wao cha kupoteza hawana, kwa maana ya Simba wameshaondoka kwenye mashindano na ni mchezo ambao wanakwenda kukamilisha ratiba kutokana na kile ambacho wamekwisha kukipata. Alama 2 hadi hivi sasa so far kwa upande wa Simba, alama ambazo hazitowapeleka sehemu yoyote hata kama wakipata ushindi kwenye mchezo dhidi ya Singida Black Stars. Kwa hiyo ndio hivyo, ni mechi hiyo ya mwisho kwenye mashindano ya Sekafa Kagame Cup, mchezo ambao Simba anakwenda kumalizia ile ratiba na kuweza kurejea kwenye maandalizi mengine mara baada ya kuondoshwa kwenye haya mashindano. Na tukumbuke Simba kwenye haya mashindano aliingia kama bingwa mtetezi, bingwa wa muda wote kwenye haya mashindano sambamba na Tusker nchini Kenya, wakiwa wametoa mara 6, taji hili muhimu katika historia ya mashindano hayo makubwa katika ukanda wa bara katika ukanda wa Sekafa, kwa maana ukanda wa Afrika ya Mashariki na Kati. Jina langu mimi ni Leopard John, nikushukuru kwa mtazamaji ambaye umekuwa nafsi kwa siku ya leo, na tumeangazia kile ambacho kinawahusu klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Singida Black Stars katika mchezo wa siku ya kesho majira ya saa 2 kamili katika uwanja wa Amahoro huko nchini Rwanda, mchezo wa kundi B katika mashindano ya Sekafa Kagame Cup. Hadi wakati mwingine, kutakie tu siku njema.